Hivi ulishawahi kujiuliza ni kwa nini vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine imekuwa ni ngumu? Imekuwa ni moja ya vita ngumu kwa Donald Trump kuweza kuimaliza. Vita ambayo wakati wa kampeni za Donald Trump aliweza kuahidi kwamba ataimaliza hii vita ndani ya masaa 24 atakapoingia madarakani. Donald Trump ameingia madarakani Januari, aliweza kuapishwa Januari 2025 mwaka huu. Lakini hivi sasa tunavyozungumza tunaelekea kumaliza mwaka, lakini vita bado ni chacha, vita bado inaendelea. Sasa kama wewe ni mara ya kwanza kutizama chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Moja ya vikwazo vikubwa ambavyo inaufanya mpango wa Donald Trump kuhusu kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine uwe mgumu kutekelezeka ni kuhusu mipaka ya Ukraine. Vita yoyote inayohusisha ardhi huwa ni ngumu kuisha. Kuna tofauti kati ya tuangalie vita ambayo Israeli ilipigana na Iran. Ile vita ilikuwa ni rahisi kwa sababu ni vita ambayo ilikuwa haihusishi ardhi, haihusishi maeneo. Lakini angalia vita ambayo Israeli anapigana na Hamas au wanapigana na Wapalestina, imekuwa ni moja ya vita ambazo ni ngumu kuisha kwa sababu ni vita ambayo inahusisha ardhi. Kwa hiyo katika huu mpango wa Donald Trump kuweza kumaliza hii vita, kipengele ambacho kinaupa huu mpango kuwa mgumu kutekelezeka ni kuhusu mipaka ya Ukraine, ambapo katika huu mpango wa Donald Trump unapendekeza kwamba vikosi vya Ukraine vinatakiwa kujitoa katika eneo la Donbas. Hili eneo linatengenezwa na Luhansk pamoja na Donetsk, ambao ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuweza kumaliza hii vita. Sasa Ukraine pamoja na washirika wake wa Ulaya wanajipanga kuwasilisha mpango wenye vipengele 20 kwa Marekani baada ya kuweza kupitia mpango wa awali ambao ulikuwa na vipengele 28, mpango ambao ulitolewa na rais wa Marekani Donald Trump, huko suala la mipaka likibaki kuwa kitendawili, ambapo kulingana na katiba ya Ukraine, mabadiliko yoyote ya mipaka ya nchi yanaamuliwa kwa njia ya kura za maoni ya kitaifa pekee. Lakini hapa Trump anaipa pressure Ukraine, yani hapa Ukraine inapelekewa moto na Marekani, kwa sababu Marekani tayari anataka vita hii iishi, kwa sababu kuisha kwa vita ya Ukraine kunampa faida Marekani. Kwa hiyo Marekani Ukraine itakuwa kukubali huu mpango kwa sababu yeye Donald Trump tayari ameshakubaliana na rais wa Urusi, na kimsingi ni kwamba huu mpango Trump na Putin walikaa, na ndio maana baada ya kutoka Ukraine na Ulaya walalamika wakisema kwamba Urusi imependelewa zaidi katika huu mpango. Lakini ni kwa nini Urusi apendelewe? Ni kwamba yeye Urusi kila kukicha anajimedia kipande cha ardhi kutoka Ukraine. Ukraine kwa hiyo isipokubali itaendelea kupoteza zaidi, na Urusi itazidi kupata maeneo zaidi, kwa sababu tunapozungumzia kwenye eneo la vita Urusi inafanya vizuri, lakini Ukraine inazidi kupoteza. Kwa hiyo lazima Urusi awe na ushawishi mkubwa na kupiga swala na majadiliano namna ya kuweza kumaliza hii vita. Na Trump pia alishasema kwamba kwa hali ilivyo, hata uipe Ukraine silaha kiasi gani hawezi kushinda hii vita. Kwa hiyo paka hapa tunaona kwamba Trump hayupo tena upande wa Ulaya, sasa hivi yupo upande wa Urusi, na tunamfahamu pia Trump ni mtu wa kubadilika, ni mtu ambaye hana msimamo, kwamba akishasema kitu kimoja anaweza akasimamia kwenye hicho kitu, anaangalia na yaani anakuwa anabadilika kulingana na wakati. Kama mnakumbuka wakati anaingia madarakani alikuwa upande wa Putin, baadaye akaja upande wa Ulaya, kuna muda akahama tena akaenda upande wa Putin kipindi
walivyokuja kwanza kufanya mazungumzo kule Alaska, lakini baada ya mazungumzo kule Alaska ukao umepangwa mkutano mwingine kuweza kukaa kati ya Trump pamoja na Putin, lakini mkutano ambao utakuwa ufanyike kule Hungary Budapest, lakini ukaweza kuahirishwa. Trump akisema kwamba hajapendezwa na au haifanya kufanyika kwa huu mkutano na kupoteza muda, kwa sababu Putin alikuwa haonyeshi nia yoyote ya kuweza kumaliza ile vita. Kwa hiyo Trump amekuwa ni mtu wa kubadilika. Kwa hiyo kwa huu upande tunavyozungumza hivi sasa, wakati anautoa huu mpango, ni kwamba yupo upande wa Urusi, amini Putin. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba washirika wa Ukraine wamegawika. Marekani anataka vita iishe, Ulaya hawataki vita iishe, lakini humo kutotaka vita iishe bado hawaongei lugha moja. Kivipi? Ni kwamba katika kuendelea kuipa msaada Ukraine, kuna nchi haziko tayari, kwa sababu EU wanapanga kutumia fedha za Urusi zilizogandishwa katika nchi mbalimbali za Ulaya kama mkopo wa Ukraine. Lakini nchi kama Ubelgiji ambapo ina kiwango kikubwa cha fedha za Urusi bado haijakubaliana na huu mpango. Lakini pia kuhusu swala la vikwazo vya ununuzi wa gesi na mafuta kutoka Urusi, kuna nchi za Ulaya kama Hungary pamoja na Slovakia bado zinanunua mafuta kutoka Urusi. Kwa hiyo sasa kama mpo vitani na ikafikia hatua mkashindwa kuongea lugha moja, juu ya adui yenu tayari ameshashinda. Na pia Ukraine inatarajia kufanya uchaguzi siku 60 au 90 zinazokuja. Uchaguzi ambao ulitakiwa ufanyike mwaka jana 2024, lakini bunge likapendekeza Zelensky endelee kusalia kwenye nafasi ya urais. Sasa kama huu mpango utakuwa bado haujatekelezwa au kama vita bado itakuwa inaendelea, Marekani anaweza akautumia huu uchaguzi kumweka rais atakayekubaliana na kitu chochote ili kumaliza hii vita, kwa sababu tukumbuke pia kwamba Marekani na Ukraine walishasaini mkataba wa madini ya adimu. Kwa hiyo ni muhimu kwa Trump kumaliza hii vita ili yeye aanze kuchimba hayo madini. Ni sawa na kile ambacho kimetokea kati ya Rwanda pamoja na Kongo. Mkataba wa amani ambao unaipelekea Marekani kuweza kufikia madini adimu ya Kongo. Lakini hapa tunazungumzia kwa upande wa Donald Trump, yeye ni kwamba anaangalia Marekani kwanza. MAGA, Make America Great Again. Yapi maoni yako wewe? Unafikiri huu mpango utatekelezeka? Tupe maoni yako kwenye comment. Lakini pia kama wewe ni mara ya kwanza kutazama chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hii ni Nyakapala Digital na mimi ni Haruni Nyakapala. Tukutane wakati mwingine kwa taarifa na uchambuzi zaidi. Uwe basi siku njema.